Mradi wa ujenzi wa tanki la maji kutoka Mto Kiwira mkoani Mbeya ni moja ya miradi mikubwa ya kimkakati inayolenga kuboresha huduma ya maji safi na salama kwa wananchi wa mkoa huo. Kwa mujibu wa kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya, Bernard Konga, tanki hilo lina ujazo wa lita milioni 5 ambapo wananchi wa jiji la Mbeya na maeneo jirani wanatarajia kunufaika na mradi huo. Lakini pia kutakuwa na kazi ya uchimbaji na ulazaji bomba kuu lenye kipenyo cha mita 1.2 umbali wa kilomita 26.04 toka kwenye chanzo hadi eneo la Nsenga ambapo maji pale yatatibiwa. Bomba hilo ni la chuma, na kutoka hapo kutakuwa na miundombinu ya kutibu maji katika eneo la Nsenga. Maji yakishasafishwa pale yatahifadhiwa kwenye tanki ya kuhifadhia maji yaliyotibiwa ambayo lina uwezo wa kuhifadhi maji kiasi cha lita milioni 5. Kwa hiyo kwamba ukamilika kwa mradi tayari wananchi tuondokana na hiyo changamoto na tutakuwa tumefikia coverage ya zaidi ya 100% na tutakuwa na uhakika kuhudumia wananchi kwa miaka 20 ijayo. Akizungumza na waandishi wa habari, mhandisi Joseph Garabi upande wa mkandarasi amesema wakati wa kuajiri wafanyakazi kwenye mradi huo walitoa kipaumbele kwa wakazi wa jiji la Mbeya ili waweze kunufaika. Kwa structure ilipo, huu mradi ni kampuni ya China, lakini kwenye kila nafasi ya Mchina kuna Mtanzania. Akiwa engineer wa Kichina kuna engineer wa Kitanzania, akiwa fundi wa Kichina kuna fundi wa Kitanzania. Kwa maana yake ni kwamba huu mradi kwa asilimia kubwa tunautekeleza sisi. Na ukiangalia kwa wafanyakazi walioko hapa wa China ni kama wako 15. Afu wa Tanzania ni karibu 200. Kwa hiyo kabisa mradi unatekelezwa na Tanzania. Kwa hiyo tunatoa wito wazidi kukaribia, mwenye professional yoyote akaribia kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Professional ambazo zinahitajika kwa wingi sana ni mafundi, kuanzia mafundi chuma, mafundi seremala na mafundi mason, fundi ujenzi waashi. Hiyo ni nafasi ambazo mara kwa mara tumekuwa tukizitaji. Katika hatua ya kutekeleza mradi huo, wananchi wengi wamepata ajira kama vile usafirishaji wa vifaa, ujenzi wa miundombinu, ujenzi wa mabomba, na hii imeongeza ujuzi na uzoefu kwa vijana wa Kitanzania kama wanavyoeleza. Kiukweli tumenufaika. Kwanza nitoe shukrani kwa waziri mwenyewe wa kazi kwa kutupandisha wafanyakazi wa chini kidogo, kutuongezea kidogo, nisiseme mshahara, posho, sababu tulikuwa chini ya 16 ametuleta hadi 19,888. Nimshukuru pia na nitoe shukrani zangu kwa Mheshimiwa Rais kwa jitihada anazozifanya. Pia nitoe heshima zangu pia kwa wafanyakazi wenzangu kufanya mpaka tumefika sehemu hii bila matatizo yoyote. Tunashukuru. Asante. Jina naitwa Emmanuel Tesha. Kwanza nishukuru serikali kwa kuanzisha miradi kama hii kwa sababu imekuwa ni fursa kwetu sisi vijana, na sio vijana tu, hata kwa marika tofauti tofauti. Kwanza tunapata kipato ambacho kwa mimi binafsi naweza kusema kwamba imebadilisha maisha yangu kutokana na kipato nilichokuwa napata kwa siku za nyuma kabla sijaje kwenye mradi. Imekuwa ni tofauti kidogo. Sasa hivi hata maisha yangu kidogo yameimprove kupitia mradi huu. Kwa nishukuru serikali. Mradi wa maji kutoka Mto Kiwira unaendelea kuwa chachu ya maendeleo mkoani Mbeya, ukiwa na lengo la kumaliza changamoto kwa wakazi wa jiji la Mbeya, huku ukigusa maisha ya wananchi kupitia ajira na huduma muhimu ya maji safi na salama. Kutoka mkoani Mbeya, jina langu ni Elizabeth Nyivambe, STV.